wacha nikakupeleke moja kwa moja kwenye sehemu ambayo natumai umesubiria ndani ya kipindi cha Good Morning Africa. Ni sehemu ambayo wengi huwa wanasubiri. Naona kama hapo wewe unachelewesha bana. Tunataka tuweze kujua umechemsha namna gani hapo. Bwana kuna maeneo ambayo namna hiyo ukitazama vizuri sana kwenye eneo ambayo namna hiyo ndovu anavuka daraja namna hiyo, ndovu anavuka daraja. Mwana, si umeona jinsi tulivyotikisa lile daraja? Pale hivi nimekuandikia pale mwana, si umeona jinsi tulivyotikisa lile daraja? Sasa ndovu anazungumza na mwanawe, anamueleza kwamba umeona vile tumetingisa lile daraja? Sasa hivyo ndio mambo katika kule kuzungumza, anazungumza pale hivi daraja namna hiyo, ndovu wamepita kwenye daraja lakini wamelitikisa kweli. Wamelitikisa daraja, limetikiswa. Ndio hatua ambayo namna hiyo unaona pale ndovu anaweza kuelezwa kwamba si umeona vile tumetikisa daraja pale. Mwana ndovu anafahamishwa kwamba kwenye hatua hiyo, na ni vitu ambavyo namna hiyo huwa vinajitokeza katika hatua moja ama nyingine. Kwenye maeneo tofauti unapata kwamba unapita kwenye eneo fulani, unaweza kubaki pale katika eneo lile umeweza kutikisa, katika lile eneo umeweza kulitikisa na kadhalika. Sasa wewe unaona hapo kuna nini? Ndio mimi upenda kuuliza. Pale ndovu anamueleza mwanae, umeona vile mwana, si umeona vile jinsi tulivyotikisa daraja? Umeona jinsi tulivyotikisa daraja? Katika hatua hiyo anamueleza mwanawe, katika hatua hii wewe unaona namna gani? Masuala namna hiyo, wewe katika juhudi zako za wewe mwenyewe unashughulia kwamba huyu tembo alikuwa ndio nani? Serikali inaweza kuwa ni dude. Serikali ni dude kubwa mno kama tembo. Lakini haiwezi kufanya maamuzi yenyewe. Kuna kajitu kadogo kameikalia. Unaweza pata kuna kajitu kadogo kameikalia. Serikali ni dude kubwa kama tembo, lakini kuna wakati ambapo haiwezi kufanya maamuzi. Wao sio wa kupitisha au kubebeshwa vitu vizito kama tembo, ila mshauri aliyopo hapo anaweza kuwa ndio njia ambayo inapita. Wakishapita na kuwa kanyaga kwa vitu vizito, anamwambia mwana, si unaona tulivyotikisa lile daraja? Lile daraja uliona vile tulitikisa daraja? Inaweza kuwa ni upinzani unatikiswa kwa njia moja ama nyingine. Wewe si umeona vile tumetikisa daraja? Ndio swali ambalo linaulizwa, umeona vile tumetikisa daraja? Tembo hajibu, anatoa tu jicho, maana anaona kazi bado ipo. Wakati mwingine unapata kwamba walio kwenye mamlaka huwa wazungumzi. Ukimpata yule aliye kwenye mamlaka anazungumza kuna vitu ambavyo huhitaji kuzungumza, vitajieleza. Nini? Vitajieleza. Vinajieleza tu. Watu wanajua yule anasimamia kitu fulani kwa sababu ya kazi ambayo umeifanya ama ambayo umeisimamia, ama ambayo hata ukipigwa risasi ya mwisho utakubali kwa sababu ni kazi ambayo umesimamia. Umejitoa kwa sababu ya hiyo kazi. Na viongozi wanaojielewa huwa wanakuwa ni nguruwe. Najua wakati mwingine nguruwe, mimi muangalia nguruwe anapenda kuchezea kwenye matope, ndio eneo lake. Nguruwe atakusukuma kwenye matope ndio ile matopeni. Mamba akikufikisha kwenye kuna watu ambao kazi sio baharini, lakini wamejipata wamesukuma baharini na mamba hata kung'ata. Samaki ukimtoa baharini umemmaliza.
kwa sababu maeneo yake ni ya maji. Kuna watu ambao madaktari wamejipata sio madaktari kwa sababu hawakuelewa na hawakujua na hawakujitafuta. Wamejipata wakifanya taaluma ambayo sasa anamuibia muhindi kazi masaa, anamuibia mzungu masaa, anamuibia mzungu Mwafrika masaa. Bora tu nilipwe niondoke. Na kuna mtu kwa sababu anaelewa eneo ambalo aliitwa, hata asipolipwa anaenda kazini na anaifanya kwa moyo. Kwa sababu gani? Anajua hilo ndio eneo kulifanyia kazi. Sio kila kazi ya kulipwa. Kuna kazi ambayo na Mungu mbinguni anafurahi, kwa sababu ni eneo ambalo alikuita ukalifanya. Na kuna mtu ameingia kazini saa hii tunapozungumza, hakika kabisa mbele ya Mungu ameingia kazini, lakini si ameenda kazi. Kazi yake ni kuchomisha maji, kwenda pale, anapiga pale gossip, anatoka pale mshene pale, anazunguka na CCTV na muangalia. Na mwisho wa mwezi unataka ulipwe. Rura. Na kupimia masaa, na lanja ifiki, saa ina ifiki twende tea break, lanja ifiki, jioni tena ile kama wanapeana kopo la uji, imechelewa, anakuwa ni rafiki wa kuku. Anakuwa ni rafiki wa kuku, anakuwa rafiki wa kuku kabisa, ndio amjenge vizuri. Kuna masuala ambayo mtu nafaa uweze kuyashughulikia, ambayo ni muhimu zaidi ya chakula cha ofisi ama ni vitina ya ofisi. Umeingia kazini ukulipwa ili uweze kuonyesha wajibu wako pale kazini unakaa namna gani. You are there to build a brand. Can you concentrate in building a brand? Because unapojenga brand ya watu wengine, hapo ndio Mungu anaona kwamba huyu ametosha kuingia kwenye level nyingine. Kwa sababu ni kama kuingia shule. Unapata shule, kuna mtu ataingia shule, akishamaliza grade ya kwanza, ataingia kwenye grade ya pili, ataingia kwenye grade ya tatu, ataingia kwenye grade ya nne, atasonga. Huyo ametosha, anasongeshwa. Kwa sababu gani? Ana mature in every stage. Hata vitu ambavyo Mungu anataka kukupatia unavitamani. Wakati mwingine anakuangalia naona you are not mature, hakikupatia inaweza kukuua. Inaweza kukuua. Inaweza kukuua. Sasa wewe unatamani kuwa tembo wakati ambapo bado haujaelewa kuna wakati ambapo madaraja yanaweza tingika. Unatamani kuwa serikali na wakati ambapo ukipatua huo wadhifa kuwa labda ni rais wa taifa, maamuzi ambayo unaweza yafanya ni ya kijinga. Maamuzi ambao unajua wakati ambapo mtu anapozungumza, hapo ndipo anapimwa. Unazungumza ni vitu vya kipumbavu. Sasa si uende ukuwe rais wa eneo lako. Eneo lako basi ukawe rais pale ukajitangaze. Unataka kuwa rais wa taifa, lakini hutaki maeneo mengine yakaguzwe. Walio na maono mawazo mbadala unawapiga kumbo, unawaambia mtafukuzwa, hamta shinda kura msipofuata hii barabara, msipopata hii eneo hamta. Na unataka kuwa rais wa taifa. Utakuwa vipi rais wa taifa wakati ambapo una consolidate eneo lako, na hapo ndipo umekwamia? Halafu natarajia uwe pata ushawishi kutoka kwenye maeneo mengine ya taifa. Serikali ni tembo. Serikali ni muhimili, ni tembo. Ukizungukia kwenye kijiji chako, nazungumza kwa kinywa kipana, mimi kama mwanahabari, mimi mtu ambaye najielewa, ninaelewa siasa pia. I'm a student of communication, naelewa siasa. Ya kwamba bila ukabila. Tena
Sasa mimi ningependa kueleza wale ambao wanashabikia watu. Wewe jiulize, huyu kiongozi ana tabia zipi? Kuna watu ambao wana tabia kaza nguruwe. Anapenda kuchezea kwenye uchafu, kwenye matope. Na hapo ndipo amekwama. Na anataka watu wengi wajipake huo uchafu. Na kila wakati anapotoa mdomo wake kuzungumza, anazungumza maneno ambayo ni ya ukabila. Wacha kuwashabikia. Wacha kuwashabikia. Wakataze. Kwa sababu unapowashabikia ndio wanaongeza gia. Unaweza kumtoa mtu katika eneo la vijijini, asipoacha ushamba anapoingia kwenye mji, hata mji. Kuna watu leo ndio mtajua kweli maamuzi watakaofanya, mtachukia kizazi hadi kizazi. Leo hii kuchukua mwanao ukampatie kisu, ukamwambia enda cheza nayo dadi, enda cheza nayo, kwa sababu amelilia kisu, kitamka mtoto mwingine matumbo yake nje kwenye ule mchezo, amemdu. Kuna watu ambao mkiwapatia uongozi, mkiwapatia kwa sababu kama ingekuwa Mungu angeiruhusu iwe. Mungu anapatia watu viongozi. Sasa serikali ambayo wewe ni kiongozi, na watu ambao wananyenyekea wakati wote ndio wanainuliwa. Viongozi ambao walijibeba kwenye vifua vyao na wakona kwamba wana uwezo wa pesa na wana uwezo wa numbers, kabila lao lina numbers. Hao viongozi kuwa ni watu waliotengeneza viongozi. You can build a king but you cannot be a king. Kwa sababu wewe unaangalia kwenye numbers ulio nazo. Unaangalia kwenye umati ambao umeweza kukusanya. Ya? Lakini Mungu anaangalia tofauti. Na kwa sababu ya machungu utapata wengi wanaosukuma wengi kwenye matope. Mimi ningependa kusema hivi. Serikali ambayo unaiona kila wakati ni tembo, ni ndovu, ipatie heshima wakati ambapo ipo kwenye mamlaka. Wakati ambapo unafika kuingia kwenye debe, kimya kimya enda piga kura kuambatana na sera ambazo unazipenda. Na atakaye shinda ashinde. Atakaye shindwa akubali na taifa lisonge mbele. Miaka nenda rudi haiwezi kuwa ni miaka ya kusema siasa. Wakati wa kuweza kufanya kazi utakuwa lini? Na iwapo basi uko kwenye upinzani, ni kazi ya upinzani kuja na mawazo mbadala ya kwamba hiki number 1 kimefanywa hivi na mimi sijakipenda, nikipata uongozi nitafanya hivi. Nina mawazo mbadala nikipatiwa nafasi. Tushindane kwa sera. Maana yale ambayo yanafanywa kwenye mataifa mengi ya Afrika, siwezi chukua eneo moja, ni mambo ambayo wale ambao mnawalea wanajifunza. Na iwapo kwa boma yako, mimi upenda kusema kuna ulikuwa unakunywa kachupa kamoja kakujificha ficha. Kwa boma yako ukae ukujua una mlevi ambaye atakunywa kreti 5, hata 10, hata lala ba. Kwa sababu watoto wanaona sio kwa kuelimishwa, kwa kutazama. Na vizazi ambavyo mnavilea kwenye siasa ni vizazi ambavyo vinaona na vitafanya. Na hiyo ndio chemsha bonge ya siku ya leo.